Kuna wale ambao Allah hatazungumza nao, ndio tutawakusudia hao, wako 9. Mtu ambaye ameingiza tupu yake nyuma ya sehemu ya nyuma ya mwanamume, tupu ya nyuma ya mwanamume, huyo Allah hamwangalii siku ya kiyama. Allah doesn't want to see them. Sasa kama kuna mtu aliwahi kuingiza tupu yake nyuma, akaingiza kwa tupu ya mwanamume mwenzake kwa nyuma, dubur, yani sehemu ya nyuma, sehemu ya choo, Allah hazungumzi nao. Mtu wa pili ni mtu ambaye aliingiza tupu yake mwanamume kwa tupu ya mwanamke ya nyuma, hata kama ni mke wake. Mtu ambaye alimwingilia mke wake kwa tupu ya nyuma, sehemu ya choo, Allah hamwangalii siku ya kiyama. Mtu wa tatu ni ad-dayuth. Ad-dayuth ni mwanamume ambaye hana ghaira, hana wivu. Mwanamume ambaye watu wanacheza na dada zake na wasichana wake na wake zake the way people want, na hasikii kitu, na Allah amempatia masuhulia ya kusimamia mke wake, masuhulia ya kumwangalia watoto wake wa kike, dada zake. Yani katika we do not have had hii problem ya TikTok, wasichana kujiweka. Kama wanaume wangekuwa hawana maradhi haya, yani msichana kujianika na kujifanya, mume wake yuko wapi, ndugu yake yuko wapi, babake yuko wapi? Sijui kama tuelewana. Sasa hadithi hii imetaja, haikutaja kwamba Allah hatazungumza nao. Hadithi hii imetaja Allah hatawaangalia, Allah will not even, hata sitaki kuwaona. Waliyadhu billah, waliyadhu billah. Sasa khairi ya siku ya kiyama ni nini? Khairi ya siku ya kiyama ni kwamba Allah azungumze na wewe, na Allah akuangalie na macho ya rahma, na Allah akusafishe. Sasa ukikutana na Allah siku ya kiyama, Allah yuakuambia, ya abdi, mja wangu, mbona ulinikosea? Allah yuakuangalia na macho ya huruma, mja wangu, mbona ulifanya hivi? Kisha Allah yuakuangalia na macho ya huruma, basi wewe duniani ulifanya, nilikustiri, na hapa sikuwaibishi mbele ya watu. Wewe chukua kitabu chako, ingia janna. Na sisi tumomba Allah tujalie tu katika kundi hilo. Lakini kuna watu 9, ama watu 9 idadi yao Allah hatazungumza nao siku ya kiyama. Tuanze na wa kwanza. Hadith ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam asema, 3 la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Mambo mangapi? Manne. Na sisi tutakusudia moja tu. The fact that Allah hazungumzi na wewe yatosha. Fakaifa Allah hazungumzi na wewe, hakuangalii, hakusafishi na madhambi, bimaana utasafishwa na moto wa jahannam, wala hum adhabun alim, na wana adhabu kali. Mtu wa kwanza, faqala sallallahu alayhi wasallam, 3 la yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilayhim wa lahum adhabun alim. Namba 1, shaykhun zani. Sheikh kwa lugha ya Kiarabu, sisi bwana, sio ni masheikh sisi. Kwa lugha ya Kiarabu sheikh ni mtu mzima. Sheikh ni mtu ambaye amezeeka 50, 60, 70. Za'amta li shaykhan wa lastu bi shaykhin, inma ash-shaykhu man yadubbu dabiba. Imekuja katika mwanamke mmoja anamuita mzee, anamuona, unajua wazee hawapendi kuitwa wazee. Hasa akamwambia yule msichana, akamwambia, ya sheikh, yani wewe mtu mzima. Yule mzee akaanza kujadiliana naye, akamwambia, za'amta li shaykhan wa lastu bi shaykhin, inma ash-shaykhu man yadubbu dabiba. Ambia kwa sababu na nywele nyeupe nini waniona mimi ni kizere, ni mtu nimezeeka. Kizere ni yule mtu ambaye hawezi kutembea mpaka atumie bakora. Wewe umeniona mimi natumia bakora? Mimi bado niko sawa. Hasa sheikh kwa lugha ya Kiarabu ni mtu mzee. Hasa lakini huyu mtu mzee ana sifa moja mbaya. Zanin, ana sifa ya kuzini, wal iyadhu billah. Yani ni mzee ambaye, kwa sababu angekuwa ni kijana tungesema ni shahwa, sio? Lakini mwanzo umri hana nguvu kama kijana. La pili, umri huu akifika sana sana ana mke, sio? Most of the time. La tatu, akiwa mtu miaka 60, 50 lazima ana mtoto wa kike. Sijui kama tuelewana. Hasa nini ya msukuma mtu kama huyu ambaye shahwa yake iko chini, si kama vile alivyokuwa miaka 20, miaka 18, miaka 30. Nini ya msukuma yeye kwenda kufanya zina? La pili, ana mke. Most of the time mtu akifika umri kama huu, miaka 50, 60, 70, lazima ana mke. Jambo la tatu, mtu akifika miaka 50, 60 sana sana lazima na mtoto wa kike. Hasa man alladhi yahmiluhu ala zina? Nini inamsukuma mtu mzima kama huyu kwenda kufanya zina? Ni nini inamsukuma? Isipokuwa ukosefu wa adabu na ukosefu wa nidhamu. Hasa huyu ambaye ni mtu mzima na bado ana tabia ya kuzini, ana hali 4 siku ya kiyama. La yukallimuhum Allah yawm al-qiyamah wa la yanzuru ilayhim ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم والعياذ بالله. نعوذ بالله من الزنا، نعوذ بالله من الفواحش ما ظهر منها وما بطن. Mtu wa kwanza. Mtu wa pili, hadithi hii imeangazia watu watatu.
قال صلى الله عليه وسلم، وحديث في صحيح مسلم حديث أبي هريرة رضي الله عنه، قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زاني. وكwanza mtu wa pili, wa malikun kadhab, na mfalme ama kiongozi ana tabia kusema uongo. Kwa nini? Kwa sababu kuna hali mbili. Hali ya kwanza, kusema uongo ni katika madhambi makubwa, japokuwa watu wengi, baadhi yetu hatuoni ni shida, lakini katika kabairi dhunub, madhambi makubwa mbele ya macho ya Allah ni mtu kuzungumza uongo, wal billah. Sasa watu ikiwa wanasema uongo ni wengi, kwa nini kiongozi ama mfalme imekuwa yeye hali yake ni mbaya kuliko waongo wengine? Imekuwa ni mbaya kwa sababu hana dharura ya kusema uongo, hana wa kumwogopa, yeye ndo mwenye kutoa amri. Hasa ikiwa amri ni yako, wewe ndo kiongozi na hakuna mtu aliyekuwa juu yako, kuna dharura gani ya kusema uongo isipokuwa ukosefu wa adabu na nidhamu? Maladhi yahmiluka ala alkadhib, ni nani ambaye anakutia pressure mpaka useme uongo? Mfanyikazi ikiwa amechelewa aweza kusema kulikuwa na traffic, na ili hali hakuna traffic. Ni uongo si uongo? Ni uongo, lakini yeye hajaambiwa kwa sababu labda muogopa boss wake. Lakini wewe ndio ukiwa kiongozi, wewe ndio governor katika area yako, wewe ndio president katika nchi yako, wewe ndio mfalme katika utawala wako. Maladhi yahmiluka ala alkadhib, nini inakusukuma wewe kusema uongo? Kiongozi yeyote anayesema uongo, basi hadithi hii ni hatari. Asema Rasul sallallahu alaihi wasallam: thalathatun la yukallimuhum Allahu yawm alqiyama wala yuzakkihim wala yanzuru ilayhim walahum adhabun alim: shaykhun zanin wa malikun kadhab, kiongozi ya mfalme ambaye ni muongo. Kadhab ala wazni fa'al, bimaana hasemi uongo mara moja, lakini iliyokuja katika hadith kwa lugha ya Kiarabu, kadhab ala wazni fa'al, bimaana yatakarrar, yani yakariri, baada ya uongo yaleta uongo mwingine, baada ya uongo yaleta uongo, baada ya uongo. Sasa huyu wal billah ni kadhabun ashir, yani yatakarrar, mubalagha ala wazni fa'al, bimaana hajasema uongo mara moja, amesema zaidi ya mara moja na yurudia na yurudia. Kuna dharura gani kusema uongo? Wewe ni kiongozi. Sasa hatari iliyoko ni kwamba siku ya kiyama akija kiongozi na alikuwa na sifa ya kusema uongo, na hakuna mtu ya kuwekea pressure wewe, nani yakutia pressure mpaka useme uongo? Na wewe ndio mwenye kutoa amri katika utawala wako, kama wewe ni governor, kama wewe ni rais, kama wewe ni mfalme, hakuna mtu akutia pressure. Sema ukweli, kiti tayari ushapata. Sijui kama tuelewana. Hasa mbele ya macho ya Allah, Allah hazungumzi na huyu siku ya kiyama, wala hamwangalii, wal billah. Tena juu yake sallallahu alaihi wasallam asema wala yuzakkihim, wala Mwenyezi Mungu hamsafishi huyu. Kumaanisha atasafishwa na nini? Moto wa Jahannam. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Inna Allaha faliqul habbi wan nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون وهو الذي أنزل من السماء
فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون. التكبير. جزاك الله خير. الحمد لله. أما سنتك